kila mume asimame, sifa zake zivume, wanawake na washike kulisifu jina lake. Imbeni malaika, sifa za Yesu Bwana, wekeni metukuka jina lake. Oh, imbeni malaika, sifa za Yesu Bwana, wekeni metukuka jina lake Yesu. Na vijana wote tena wapendao Hosana, waje kwake, wawe wake kwa utumishi wako. Malaika, sifa za Yesu Bwana, wekeni metukuka jina lake. Oh, imbeni malaika, sifa zake za Yesu Bwana, wekeni metukuka jina lake. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningeitwa nani mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema. Bwana, kama sio wewe, ningekuwa wapi? Bwana, kama sio wewe, Yesu wangu, Bwana, umejawa na rehema, Bwana, umejawa na neema. Yesu, kama sio wewe Bwana, adui angalinimeza, adui angenipoteza Bwana, ningeitwa nani? Bwana, umejawa nami, Bwana Yesu, Yesu umejawa, Yesu umejawa
umejawa. Kama sio wewe ningeitwa nani leo? Baba, kama sio wewe ningeitwa nani mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema. Bwana, kama sio wewe, mtoto wako Bwana Yesu, Bwana, kama sio wewe ningeitwa. Yesu, umejawa. Bwana, umejawa na neema. Wasimishe Bwana mahali ulipo. Tunasema asante Bwana kwa neema yako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa kuwa Bwana wewe ni mwema. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa kuwa Bwana wewe ni mwaminifu na wazinifu. Mungu ni fadhili kwako. Ni katika jina la Yesu. Tazama Mungu, tumeingia Mungu mahali hapa. Bwana, asante Yesu. Tunatamani wewe tukutane na Mungu wako na nguvu zako. Ni katika jina la Yesu. Kwa upendo ukatuchagua kwa upendo. Tembea pamoja na sisi. Tembea pamoja na sisi katika jina la Yesu. Tukapate uponyaji. Tuponye Kristo. Tuponye Yesu. Tutetee Yesu. Simama pamoja na sisi Yesu. Simama na kina mama hawa Yesu. Bariki kazi za mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unayetupenda sana. Simama na sisi tena tukienda. Anza ibada yako. Baba, sisi tunakupenda. Baba, sisi tunakutegemea. Baba, sisi tunakuinua Bwana. Baba, sisi tunakupenda Bwana. Baba, sisi tunakuinua. Baba, sisi tunakutegemea. Baba, sisi tunakuhitaji Yesu. Baba, sisi tunakupenda. Hakuna mwingine kama wewe Yesu wangu. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Na wasalimia tena katika jina la Yesu. Huyu tunayemwita hakika anastahili kuabudiwa. Haleluya. Kama ametupa uhai leo, tumeiona tena siku nyingine. Ni neema yake mwenyewe. Ametupendelea sana. Huenda wengine wamezikwa jana, lakini sisi ametuacha salama. Ni upendo wa agape. Maana yeye anasema yeye ni upendo. Kwa hiyo yeye ni Mungu wa upendo. Jana tulisema kidogo kwamba Yesu alitangulia kutupenda kwanza. Lakini bidii yako inahitajika sana. Maana bila wewe kuamua haiwezekani. Uanze wewe kwanza. Maana yeye anatamka moja kwa moja, anasema nyinyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Tena anasema anitafutaye kwa bidii ataniona. Haleluya. Hata mimi nakutia moyo wewe mama, hujapoteza muda kufika hapa. Baraka za mafanikio ikawe pamoja nawe katika jina la Yesu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wale ambao hawakuwepo jana, itadonoa kidogo, japokuwa muda wetu umetutupa sana mkono, tumechelewa kufika. Lakini tutatoka bure, tutatoka na chochote.
Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi tunamwabudu Yesu Kristo. Wengine wanamwabudu Yesu Kristo. Huyo sio wa hapa. Mungu wa hapa mimi namfahamu, yuko vizuri sana. Anaitwa Yesu Kristo. Ukisema Kristo, Paulo, angalieni sana hiyo. Ukisema tuombe, anasema katika jina la Yesu Kristo. Hiyo sio ya kwetu. Nikwambie kitu. Ukikosea namba moja tu, haimpati unayemlenga, unayetaka kumpigia, hautampata. Ukikosea namba moja. Kwa ukisema Kristo, itafuta kwenye rada, hutaipata, utaipata nyingine. Ya kwetu sisi ni Kristo. Haleluya. Biblia kwenye kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19 na wa 20. Mathayo 28:19 na 20. Biblia inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Wanafunzi wa nani? Hapana, sio wa Yesu. Narudia, usikilize sana. Nimesema ukipoteza pointi hutaona maana. Basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Sio wanafunzi wa Yesu. Namba moja. Namba mbili, anasema tena mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Namba tatu, anasema tena mkawafundishe yale niliyowaamuru ninyi. Anayefundisha si ni mimi? Mbona unasema Yesu? Tena mkawafundishe yale niliyowaamuru ninyi. Yesu anawaambia wanafunzi wake, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Sio wanafunzi wangu, kuwa wanafunzi. Mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ukisema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wewe sio mwenzetu. Wewe sio mwenzetu. Unakuwa umetaja miungu mingi. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hiyo sawa. Mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Mbili, anasema mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Anataja moja, kwa jina la. Hizi nafsi tatu ndio zile kwenye Mwanzo kule anakosema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kiwauliza wengi utasikia alikaa na wazee 24. Sasa halmashauri ya Mungu ni nafsi tatu, na hizi nafsi tatu ndizo zinazotengeneza jina Mungu. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hizi tatu unapata jina Mungu. Haleluya. Ndio maana anasema Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. 27 anasema Mungu akamuumba mwanaume na mwanamke. Mbona kule mstari uliopita anasema na tumfanye, anazungumza wingi. Mbona hapa anaweka tena ubinafsi, akamfanya mwanaume na mwanamke, aliwafanya, aliwaumba. Haleluya. Jana tukasema kidogo, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, lakini nilikuacha njia panda. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Kitabu cha Ufunuo 14:12 tutasoma na 13. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Hapa tulisema Kiswahili kimeweka mtakatifu tu, yaani hakukuwa na neno lingine la nyongeza hapo, kimeweka tu mtakatifu. Twende kwenye Kiingereza.
Nimesema Kiingereza kina makundi mawili. Namna utakatifu, yani mtu anayetakiwa kuitwa mtakatifu ni upi? Biblia ya Kiingereza inasema mtakatifu anaitwa holy. Holy maana yake hajawahi kutenda dhambi, hatendagi dhambi, hata kuja kutenda dhambi. Ndio maana ya neno mtakatifu. Je, hatujawahi kutenda dhambi alafu unaitwa mtakatifu? Ibada tunaanza saa 12 kamili, tumefika saa 12:05. Paulo, wewe ndio mtakatifu. Saa 12 kamili tunafika saa 12:10. Alafu mimi unasema mimi ni mtakatifu. Nataka nikutengeneze hapa. Jana nilikuacha njia panda. Nilijua tu tutaendelea mbele. Ndio uzuri wa kuweka semina. Haleluya. Mtakatifu. Kwa nini Kiswahili kinasema mtakatifu mwanadamu? Kwa nini? Kwa nini? Kiingereza imeweka makundi mawili. La kwanza anaitwa holy. Holy maana yake mtakatifu. Kwa huyu mwanadamu anayetakiwa kuitwa mtakatifu, anayeitwa mtakatifu kwa Kiswahili anaitwa saint. Saint ni maana yake ni mwanadamu mwenye dhambi aliyookolewa kwa neema. Hamjanielewa? Anaitwa saint. Ni mwanadamu mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema ya Kristo. Anamheshimu sana Kristo. Ana Kristo kweli huyu. Anaitwa saint. Mtakatifu anaitwa holy. Maana yake ni Mungu mwenyewe. Leo hii mimi nasema mwanadamu ni yupi anayetakiwa kuitwa mwanadamu? Mwanadamu. Ukikubali kuitwa mwanadamu, maana yake umekubali kazi, kuifanya kazi ya Mungu. Ambaye yuko kinyume na sheria ya Kristo hafai hata kuitwa mwanadamu. Wakati Mungu amemaliza uumbaji wake, tulikuwa watakatifu, tulikuwa safi, lakini tulikuwa watu. Baadaye Mungu anatupulizia pumzi ya uzima, alafu anatubadilishia majina, anasema wewe ni Adamu. Kuanzia sasa wewe ni Adamu. Adamu manake mwanadamu, manake mtu aliyekubali kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Huyu anatakiwa kuitwa mwanadamu. Ngoja nikwambie kidogo. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Anasema huyu mwanadamu ametokea mavumbini. Baada ya Mungu kumaliza uumbaji wake, huyu mtu aliyetoka mavumbini kwenye uchafu, Mungu amemaliza kazi. Ndio panasema na tuumbe mtu. Kwa huyu mtu ametokea mavumbini. Mtu, Mungu alimuumba mtu, hakumuumba mwanadamu. Wakati Mungu anamheshimisha huyu mtu, alianzia hapa. Anasema hivi, si vema awe peke yake, akamfanyia msaidizi. Walivyokuwa wawili, Mungu anawapa kazi sasa. Anaposema si vema awe peke yake, jana nimesema kidogo, bustani ya Edeni ni wapi? Ni hapa kanisani kwetu. Lakini hapa kanisani kwetu ndipo Mungu anafanya uumbaji. Hapa kanisani kwetu, hapa anapofanya uumbaji, hapo ndio penye makazi yake. Kwa bustani ya Edeni maana yake ufalme, ndani ya ufalme wa Mungu. Yaani ufalme wa Mungu ndio bustani ya Edeni. Ndipo Mungu anapoumbia mwanadamu hapo. Hapo Mungu amemaliza uumbaji. Ndio pale anasema akaona mwanadamu anaishi tu. Yaani hanaishi, hana heshima. Kwa nini abaki hivi? Ndio kule anasema alijifanya kama hazioni dhambi ndani ya bustani yake, kama hazioni dhambi humo ndani. Akasema narudi tena, huyu mwanadamu akae sawa sawa, narudi tena. Ndio anasema si vema awe peke yake. Kazi inaanza, anamteua mtu mmoja, huyu mtu aongoze huyu mwanadamu mwingine. Tukisema Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa, si kweli. Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa kiroho, sio kimwili. Kimwili tuliumbwa wote kwa wakati mmoja, lakini kiroho
Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Yaani Mungu anaanza kuweka sheria yake kwa mtu mmoja, kwa Adamu. Mwanadamu yoyote afuate sheria yangu kupitia huyu. Lakini yuko peke yake, hawezi. Leo hii tukikaa sebuleni, wageni, mama ndio anahangaika jikoni. Yule mama ana kazi, mama mchungaji ana kazi. Na kazi aliyopewa mama mchungaji anahitaji sapota yako. Ana kazi ngumu kuliko baba mchungaji huyu. Sisi tumekaa naye sebuleni, wenda tunacheza na draft, tunasubiri chakula. Lakini mama anahangaika. Lakini mama huyo wewe umuone kama Mungu ndani yake. Unamuona kama mwenzetu tu. Mungu amewachagua hawa wawili ili ajidhihirishe, ili afikishe ujumbe wake wazi wazi. Nimesema Mungu anafanya kazi na watu, sio rohoni, mwilini. Ukimdharau mtu mwilini. Tunaombea na njaa sasa hivi, tunaombea na njaa. Yaani anapoferi mwezio, wewe kwako ndio burudani. Unasema ndicho nilichokuwa nakitaka hiki. Mimi nilifikiri mtu akifarikiwa hata sisi tutajinoma. Kwa sababu kama amenunua kagari na sisi tutabomba lifti humo. Tasikia pandeni humo. Kagari kana viti vinne na kalia kote. Pandeni humo. Tayari maombi yetu yametimia. Tunapata raha kupitia mtu mmoja. Mafanikio ya mtu mmoja. Mungu anateua mtu mmoja ndani ya bustani Edeni. Ni Adamu. Wewe utakuwaje kiongozi huna mtu wa kumuongoza? Kwa Mungu anajidhihirisha kwa Adamu ili mwanadamu yoyote afuate sheria ya Mungu kupitia huyu mmoja. Kwa Mungu amemteua Adamu katikati ya watu wengi. Sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa kimwili, kiroho. Mchungaji wetu ni mwanadamu wa 7 kuumbwa kiroho. Kwamba Mungu amemteua yeye kiroho. Hawa watu ndani ya bustani yake wafuate sheria ya Mungu kupitia huyo. Maana nimesema ukidharau sauti ya mchungaji, umemdharau Mungu. Utapata baraka kamwe. Sijui mwanadamu ameumbikaje. Yaani tunajivuna limwili halina faida. Chenye faida kwetu ni ile roho tu. Ndio chenye faida kwako. Nataka nikwambie kitu. Kwamba leo wewe huna thamani kama ukiwa nje na Mungu. Hauna thamani. Bora mnyama, bora mbuzi. Tutamla na supu akitukwaza. Mwanadamu tunakula supu. Akifa tunakimbilia makaburini kumpeleka. Hafai. Mwanadamu huyu wanasema ana madini chuma. Yaani ana madini chuma kwenye mwili wake. Sasa unaanza, madini chuma hayo. Wataalamu wakikwangua madini chuma yote kwenye mwili wa mwanadamu, wanapata msumari mdogo. Yaani kiasi cha msumari mdogo. Ndio hayo madini chuma anayojivunia mwanadamu. Kiasi cha msumari mdogo. Haya, msumari mdogo unauza shilingi ngapi? Halo. Mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana madini chuma, kiburi cha mwanadamu, kumbe thamani yake ni kiasi cha msumari mdogo wakikwangua madini yote unayojivunia kwenye mwili wako. Ombwana mundu akolile endope ya mundu asumike nkiaro kama mbolea. Narudia Kiswahili hiki. Umewahi kuona mtu amebeba kinyesi cha binadamu anapeleka shambani ameshika kwenye lambo? Hiyo ndio thamani yako. Hicho ndio tunachojivuna nacho. Unasema Yesu wewe kwanza. Hicho. Mwanadamu ana maji mengi kwenye mwili wake. Ana lita 20 za kweli, wakikwangua watakuta lita 20 za maji kwenye mwili wake. Nipe thamani ya lita 20 za maji kwenye ndoo. Mjini kama hapa nafikiri tunapewa bure. Ndio thamani yako. 500 labda ukipita barabarani 500 ndoo ya maji. Ndio thamani yako. Ndio hiyo unayojivuna nayo. Nimesema Mungu amemuumba mwanadamu mara 2. Anapatisha ya kwanza kabisa. Kwa mfano somo la leo ni muendelezo. Somo linaitwa nini maana ya mbingu na nchi? Lakini la leo linasema asili ya mwanadamu kiroho na kimwili. Pale endeleza tu pale. Hapo. Sisi sio hivi, yani huu sio uhalisia wetu. Mungu ametuumba ili tumwabudu yeye tu. Ametuteulia mchungaji ambaye ni Adamu. Ntesia sasa hivi ni Ntesia, wasaba Ntesia. Ntesia ni Yohana mpya. Yohana aliyepita mbatizaji alikuwa anatangaza ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Wachungaji wetu wa sasa wanatangaza ujio wa pili wa Kristo. Kazi ile ya Yohana wanaifanya wao. Kwa nini Yohana amekata kichwa? Yohana amekatwa kichwa kwa sababu ya upuzi wake. Wewe unasema
alikatwa kichwa kwa sababu ameingilia mamlaka za kifalme. Leo nakurekebisha kidogo, sio hiyo. Sababu ya Yohana kukatwa kichwa ni kiburi. Yohana anakusanya kundi, leo anakusanya kundi, anasema yupo ajaye, yupo atakaye kuja. Tena Mungu alimpa mafunuo kwamba huyo ambaye njiwa atashuka kwenye mabega yake, huyo ndiye. Na yeye alikuwa wa kwanza kujua kwamba huyu ndiye tulikuwa tunamsubiria. Ingetakiwa kundi lote analolikusanya wakati tunamsubiri Kristo, wote waseme Yesu, tulikuwa tunakusubiri, tumekuja sasa, ndio sisi hapa. Kwa angejikabidhi yeye pamoja na kundi kwa Yesu Kristo. Akawaza sukari, akawaza visoda, akawaza madebe ya unga wanaoleta nyumbani watumishi wa Mungu, akawaza hayo. Sasa nikibeba kundi pamoja na mimi nikimkabidhi Yesu, mimi nitabaki na nini? Akabaki na kundi. Yesu amekuja. Na alimuona ishara nyingi, tungesoma, andika ukasome mwenye nyumbani. Yohana 1. Tena anzia mstari wa kwanza hapo mpaka mwisho 51. Yohana huyu, lakini hakuna aliyefanya kazi ya Mungu kwa uweredi, kwa ubora, kumtangaza Yesu Kristo kwa mara ya kwanza kama Yohana Mbatizaji. Hayupo. Maana Biblia inasema Yohana alitoka mbinguni. Yohana ametoka mbinguni. Kama amezaliwa hapa, ilikuwa kama bosheni tu, ili watu awafikie. Lakini huyu Yohana kama Yohana, ni Yohana alikuwa. Lakini ile nguvu ya Yohana ndani, ile nafsi ya Yohana ndani, tunajifunza kwamba alikuwa ni nani? Ni Elia. Yohana amebaki na kundi, Yesu amekuja. Na waambia wachungaji wa sasa, Yesu akifika, huyu mnayemuita, huyu mnayemsema, akifika kundi pamoja na wewe, peleka kwa Yesu kwamba Yesu, tulikuwa tunakusubiri, umekuja sasa, ndio sisi hapa. Wanabaki na makundi. Yesu amekuja au bado? Ishara nyingi zinaonekana kwamba Yesu ameanza kuja. Tuko siku za mwisho sana. Kwa nini nasema Yohana alikuwa na kiburi? Wakati Yohana hajalipeleka kundi kwa Yesu, ile nuru iliyokuwa ndani yake ikazima. Sisi tunaongozwa na nuru ya Kristo. Biblia inasema huyu Yohana, yeye ni sio nuru, lakini anaitangaza nuru. Na alivyokubali kufanya kazi ya Yesu, kwa ile nuru ya Kristo ikawa ndani yake, yeye akawa nuru. Kwa ile nuru ndani yake, Mungu akaiondoa, akabaki mkavu. Tayari anaanza kuingilia mamlaka za kifalme. Mtu haruhusiwi kurithi mke wa ndugu yake. Wafalme wale wakashtuka, huyu mtu mbona tumeishi naye muda mrefu, anaingilia ya Kaisari? Kumbe nguvu ya Mungu ndani haipo. Mbona anahubiri vizuri kule na tunamuelewa huko, lakini anaingilia vya huko. Yesu alisema vya Kaisari mpe Kaisari, vya Mungu unaingilia vya Kaisari, unaharibu. Ukileta vya Kaisari, ukileta kwa Mungu, vya Mungu, inakuwa confusion, itakuwa uharibifu. Sasa amejua Mungu amekuja, akakamatwa, akapelekwa gerezani, kwa sababu kwamba anaingilia mamlaka zetu. Kama ataweka ndani, kabla hajakatwa kichwa, akiwa ndani kule, wanafunzi wake wanaenda kumuona. Walivyoenda kumuona, anasema nimesikia kuna mtu huko anajiita Yesu. Hebu nendeni mkamuulize, yeye ndiye. Yani bado ana kiburi. Wakati yeye alianza, ndio alikuwa wa kwanza kujua kwamba huyu ndiye. Kamuulizeni, yeye ndiye. Anawatuma wanafunzi wake wanaenda kwa Yesu. Wanasema tumetumwa na Yohana, yuko gerezani. Anasema tuje tukuulizie, wewe ndiye? Yesu akamwambia vipofu wanaona, viziwi wanasikia, na viwete wanatembea tena. Yesu anawaambia wanafunzi wa nani? Wa Petro. Kiburi. Hana nuru ya Mungu tena ndani. Kosa ni moja, Yesu amekuja, anaacha kujikabidhi kwake pamoja na wanafunzi alionao. Kabaki nao. Yesu kali. Kabaki. Nuru ndani yake ikaondoka. Ilipoondoka nuru ndani ya Yohana, kafika mahali Mungu, kwa sababu Yohana amefanya kazi kwa uweredi, kwa upendo wa Mungu. Mungu alichokifanya, kukatwa kichwa Yohana, sio wale waliomkata, ni Mungu mwenyewe alimkata kichwa.
ili jina lake lisitukanwe. Maana kule gerezani hakudumu, hakuishi muda mrefu. Kwa Mungu akaona kuepusha maswali aondoke huyu. Kwa ni Mungu amemkata kichwa Yohana Mbatizaji asiendelee kuishi. Sio wale. Nimesema Mungu anafanya kazi na sisi katika mwili, sio katika roho. Ili ajidhihirishe kwetu lazima avae mtu. Kwa huyo mtu ukimdharau mwenzangu, umedharau Mungu. Jana nimesema ndio maana uruhusiwa hata kunyosha kidole kwa mchungaji. Maana Mungu anakutazama wewe kwamba ananyosha kidole mimi. Maana kilicho ndani yake sio amri ya huyo, ni amri ya Mungu mwenyewe ndani ya huyu mtu. Ametuchagulia huyo ili mbingu tukazione, ili tupate heshima ya Mungu kupitia huyu mtu. Ndio Mungu huyo. Kosa lake lilikuwa ni hapa, kiburi. Leo unamlea mtoto wako kwa upendo, humpi fimbo. Ndio ile mitoto sasa linaanza kucheza puru muda wa kazi. Puru. Kuna njaa, itamuamsha, atakuja kwako mama. Anakuja kukuibia kitenge, akauze, apate chipsi atakavyo. Mtoto wako kwa upendo unamlea. Mimi nasema kila siku mtoto wako huu ili ugutambue. Mtoto analelewa kwa namna 3. Ya kwanza kabisa unamlea kama mwana, kama mwanao, unampa haki zake za msingi kama mtoto. Ya pili unamwandaa anaenda kuishi na jamii. Litaishije na jamii mtoto lako hili? Ya tatu anaenda kuishi kuwa mume wa mtu au mke wa mtu. Je, unamtengeneza hivyo? Unampiga mkeo mbele za watoto. Watoto wa kike wanasema kumbe mke upigwa. Sio leo. Unakuta mtoto kuna miaka 50, tunasema mtoto huyo hawamuoni, mbona mzuri? Kumbe ana hofu ambayo imejengwa na baba na mama. Unajisifia, mimi wanangu nimewalea vizuri. Wewe Moses Kurola kuna neno alikuwa anasema hivi: mama ambaye hampigi mtoto wake ni mchawi. Ni mchawi. Maana huyu mtoto hata kuzuru wewe tu. Leo hii watoto wamekaa lelini humo, wanawazuru watu, wanawakaba watu, wananyang'anya vitu vya watu barabara. Lelini wamo. Ni watoto wetu wenyewe. Tunawalea kwa upendo. Kwa upendo. Mtoto usimchape fimbo. Ukimchapa fimbo baba unasikia mama ungangomera mwanangu. Yaani usinipigie mwanangu. Mama huyo mtoto kunakuwa gujinga. Tunakuchora unavyosema mimi mwanangu ni mnyenyekevu. Tunakuchora. Unajua tunavyoishi na roho huko. Ndio maana nasema ukiona mtoto hayuko sawa, unahisi yuko sawa, hebu mshitue. Mchape kofi bila sababu. Ili uangalie huyu mtoto anashituka. Yaani likishituka mtoto hili linakuaje? Anakuwa kuaje akishituka? Huyu mtoto. Ndio unagundua ndio hili naliandaa kwenda kuishi na jamii. Anza kulitengeneza mapema litoto, maana ni hatari. Hata kudhuru wewe, atakuwa ni mwiba wa jamii, mwiba wa taifa, mwiba wa mataifa mwanao. Kubandu ningakukenda kubandu kwa watu, kitembea kwa watu wanasema mtoto wa mwana kwa nongi wakusifie. Wanasema tumbo lililo mzaa mtoto huyu libarikiwe sana. Wasemage hivyo. Unamlea mtoto kwa upendo. Kwa nini mchungaji wetu tunasema ni mchungaji wa 7? Tena ni Yohana mpya. Kwa nini? Maana jukumu la yule Yohana amepewa yeye sasa. Amepewa yeye. Anaendelea kutangaza ujio wa pili wa Yesu. Mchungaji wetu. Kwa amechukua nafasi ya Yesu pale. Ya Yohana Mbatizaji. Heshimu wachungaji wako. Niligusa zaka kidogo lakini nikaishia hapo. Lakini leo nasema nini maana ya zaka? Zaka haiongezei kipato chako. Kabisa. Haina uwezo wa kuongeza kipato chako. Ila inatunza kipato chako. Na inatunza watoto wako ukitoa kwa uaminifu. Malaki 3 mstari wa 8 kasome mpaka 12. Anasema mumeniibia zaka. Hamuleti zaka kamili nyumbani kwangu. Kwa kama wewe unasema Mungu ni roho, Mungu asingedai chakula kwamba nyumbani kwangu chakula hamna. Asingedai mavazi kwamba nalikuwa uchi hamkunivi. Asingedai. Mungu anafanya kazi na sisi mwilini. Tunataka matendo yako. Nataka nirudi pale kinyuma kidogo. Basi enendeni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi. Namba 1. Namba 2 nasema mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
La tatu anasema tena mkawafundishe yale niliyowaamuru ninyi. Sasa turudi nyuma. Huyu anayefundisha ndio mimi, ndio wewe. Unafundishaje? Unafundisha kupitia matendo yako. Maana mtu akiokoka anaanza kuangalizia, ndio maisha ya waliookoka haya, ataishi hayo. Kwa wewe utakuwa mwalimu mzuri kwa matendo yako mazuri. Huyu mtu utasababisha wokovu wake kupitia matendo yako mwilini. Ya rohoni ni siri yako wewe na Mungu. Nilisema jana tukasoma kitabu cha Kumbukumbu 29:29. Kinasema mambo ya sirini ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi na watoto wetu. Kwa sisi tunataka matendo yako ya mwili. Ya rohoni ni siri ya Mungu na wewe. Ya mwilini unaishije na sisi? Mama mambo bijambike, wamejiegesha tu. Yeye anajua anauza mchele, una mawe, alafu anaweka kisirani kwa mteja au mshirika mwenzi. Haniongeshi mimi. Wewe mwenyewe unajua mchele wako na mawe. Hata mimi nilinunua jana una mawe. Kwa sababu una mawe ni mpendwa, unanichukia kwa sababu nimeenda kununua kwa mwingine. Bora ngei samaki si yako sikununga sifundire. Paka nure kumi yako na lori. Yaani wewe tu ufikiri. Hapana. Mimi nasema kila siku kazini kwangu pale kazini kwangu, ili undugu usipotee, bora nisifanye kazi na wewe. Maana utaingia na huku utasema, sasa huyu ni mtumishi wa Mungu, mbona ana misimamo hii? Nimesema tunachanganya mambo ya Kaisari na mambo ya Mungu. Tunachanganya. Ukichanganya hautapata jibu zuri. Ya Mungu kwa Mungu. Mimi nasemaga hivi, jibu langu nasemaga, wateja wangu wananijua. Nawaambiaga hivi, jamani, kazi haitujui, lakini mimi na wewe ni ndugu. Kwa kazi tuheshimu, iache hapo. Maana wakinifukuza kwenye kile chumba, mwenzangu wewe utakuwa wa kwanza kunitukana. Utakuwa wa kwanza, ndio ndugu yangu na nifilisi. Tunafilisiana ndugu, ndivyo tulivyo. Kwa kazi, heshimu kazi. Nyime huyo usimkopeshe. Yani ukigundua huyu mtafarakana. Anaacha na kupita njia. Mimi kuna watu wameacha na kupita njia zao. Hawapiti tena. Ni mimi nilisababisha. Naumia moyo. Kwa nini niwe mimi nisababishe huyu asipite huku? Kisa nilimkopesha kwa upendo tu. Hapiti tena. Je, tusiwape? Nasema gatuweka nagi ndani. Ndio maana wanajua tu kabisa nikimdhulumu hata niweka ndani. Yaani anafanya vyovyote anavyotaka. Ila mimi nasema bado hujachelewa. Yana nimesema kama Mungu ameamua kukuacha hai, una kazi ya kufanya. Muulize Mungu ndani ya kanisa Kyara, ungoreri ile kinyumba muno. Nionyeshe kazi ya kufanya. Mungu umeniitia nini hemani mwangu? Hii ni ibada takatifu. Hatujapoteza muda. Mungu anatujua udhaifu wetu. Ndio maana mwenyewe anasema sisi ni miti mikavu. Hilo neno linamaanisha kwamba ndio kule tunarudi kwenye saint na holy. Sisi ni miti mikavu, lakini Yesu au Mungu mwenyewe ni mti mbichi. Kwa nini sasa mikavu? Sisi ni dhaifu kwa sababu ni wanadamu. Kwa huo udhaifu ulio nao ndio darasa pekee la kukutoa hatua hiyo kwenda hatua nyingine. Bila kukosea huwezi kupiga hatua, huwezi kukua. Kwa yale makosa ndio mwalimu ambaye huwezi kumkataa. Tena humlipi. Maana ukikosea unasema, hasara hii niliyoipata sipiti tena njia hii, ila napita hapa. Amekufundisha huyo makosa. Ndio kule tumesema saint. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8, Biblia inasema hivi, najua Mungu sasa anasema, najua mna nguvu kidogo. Yaani sisi tuna nguvu kidogo, lakini mna heri kwa sababu mnalisoma neno langu na kulishika. Tuna nguvu kidogo. Mungu anasema tuna nguvu kidogo. Zingine ziko wapi? Tuna nguvu kidogo. Kwa hiyo huo udogo, kaimani hako kadogo. Hako simama nako. Sema mimi nina Mungu. Na ukiamini Mungu uliye naye, utatoboa. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Naomba tusimame. Nataka kufanana nawe Yesu, moyo wangu mimi. Kufanana na Yesu. Nataka niwe kama Yesu, tembea yangu mimi.
nataka niwe kama Yesu, sema yangu mimi, nataka niwe na moyo wangu, mimi nataka kufanana nawe Yesu, moyo wangu, mimi nataka nifanane nawe Yesu. Hata dhambi ambazo zimetushikilia huko ni ugonjwa. Hatumheshimu Mungu ni ugonjwa. Hatuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu ni ugonjwa. Mtoto wako hakusikilizi mama, hana heshima hata kidogo, ni ugonjwa. Anayesema na mimi nataka haya ulioyasema na mimi nifunguliwe, Mungu atakusikia hapo hapo. Jiombee kwa Mungu na mimi nitakuombea, maana kulingana na muda. Moyo wangu, mimi nataka nifanane nawe Yesu, moyo, maisha yangu, mimi nataka nifanana nawe Yesu. Tembea yangu moyo, mimi nataka kusenana nawe Yesu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ambaye tumekuheshimu asubuhi ya leo, kuamka asubuhi ni kazi ngumu sana, lakini watazame wakina mama hawa, tazame wakina baba hawa, hawajaona mateso kwa sababu jina lako ni bora kuliko chochote kwenye maisha yetu. Kama ulivyosema, tangulizeni kwanza ufalme wangu na mengine yote mtazidishiwa. Wanalijua hili, wamejifunza hili, ndio maana hawajaona mateso ya kuamka. Wengine jana walichoka, wengine walikuwa wanaumwa, lakini wamesema hapana, Mungu kwanza. Wasaidie Yesu, watie nguvu Yesu, kakumbuke biashara zao, kila nguvu kutoka kuzimu, kile kibaya kinachoharibu biashara yao, mawazo yao, maono yao, katika jina la Yesu kikashindwe, katika jina la Yesu kikashindwe. Watetee, saidia wakina mama hawa. Tunatamani kujifunza kila siku na kila wakati. Tutetee Jehova, sisi hatuwezi bila wewe, bali tunaweza kwa sababu wewe uko ndani yetu, katika jina la Yesu. Nataka kufanana nawe Yesu, moyo wangu, mimi nataka kufanana nawe Yesu, moyo wangu. Naomba tukae. Karibu baba, karibu mzee wa kanisa. Jamani, jina langu naitwa Hezroni Mwakatoga, nimeokoka na mpenda Yesu. Kanisa ninalosali la Lelini hapo EAGT kwa mchungaji Christopher Mwakanyamale. Mimi yule ni baba yangu. Kama nilivyoanza na utangulizi, heshimu wachungaji. Hata kama ungemzidi umri ni baba, mheshimu ili upate baraka kwenye maisha yako. Haijalishi ni dhaifu, hana elimu kuliko wewe, hana pesa kuliko wewe, lakini mheshimu. Ukimheshimu utapata mafanikio makubwa. Ukimheshimu utapata mafanikio makubwa. Wakina mama, heshimu ni yule mama mchungaji, hata kama mmemzidi umri, lakini ni mama. Mungu anamwambia Eva, wewe ni mama wa wanawake wote. Kwa mchungaji wetu ni mama wa wanawake wote. Kwa tumheshimu,
utapata baraka, utaona mabadiliko kwenye familia yako. Kwa mchungaji wangu Mwakanyamari, hiki ninachokifanya hapa na hii nguvu ninayoifanya hapa imetokana na yeye. Anasema Mungu, watoto wangu walinde na mheshimu sana sana, na mheshimu. Na wewe iwe hivyo katika jina la Yesu. Amen. Karibu baba. Barikiwe na Yesu. Amen. Amen.